Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi ametoa kauli yenye uzito mkubwa akisisitiza kuwa serikali ina mamlaka kamili ya kumaliza kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu endapo itaamua kufanya hivyo. Akizungumza jijini Dodoma tarehe 12 Agosti mwaka wa 2026 katika maadhimisho ya siku ya vijana duniani yaliyoandaliwa na baraza la vijana ya Chadema Pavicha, kiongozi huyo wa wanasheria nchini alieleza kwa uwazi kwamba shauri hilo alikufunguliwa na mahakama bali lilianzishwa na serikali yenyewe, hivyo mamlaka ya kuilitimisha yapo mikononi mwa serikali. Katika maelezo yake mbele ya hadhara hiyo, mkuu huyo wa TLS alibainisha kuwa hatua ya kuendelea na kesi hiyo dhidi ya kiongozi huyo mkuu wa Chadema ni kielelezo tosha cha ukosefu wa uwajibikaji na haki. Kiongozi huyo wa wanasheria aliongeza kuwa uamuzi wa kumaliza shauri hilo utadhihirisha kwa vitendo dhamira ya dhati ya serikali katika kuisimamia na kuilinda misingi ya haki na uwajibikaji kwa wananchi wote wa Tanzania. Mwanasheria huyo mwandamizi alisema kuwa mahakama haijafungulia kiongozi huyo wa upinzani kesi yoyote, bali serikali ndiyo iliyofanya hivyo, na kwamba ikiwa serikali itaamua leo kumaliza kesi hiyo, basi itafikia kikomo mara moja. Kauli hiyo iliyopokelewa kwa mashangilio makubwa kutoka kwa vijana wa baraza la vijana la Chadema waliokusanyika katika maadhimisho hayo jijini Dodoma. Mbali na kueleza nafasi ya serikali katika shauri hilo la uhaini, kiongozi huyo wa chama cha wanasheria Tanganyika alitumia fursa hiyo kusisitiza kuwa vijana nchini Tanzania wanapaswa kuendelea kusimama kidete na bila kurudi nyuma katika kudai haki pamoja na uwajibikaji wa viongozi waliopo madarakani. Rais huyo wa TLS alibainisha kwa kina kuwa taifa linahitaji mifumo imara ya kisheria na kisiasa ili kuweza kulinda na kuendeleza demokrasia nchini. Mtazamo na maelezo hayo yaliyotolewa na mkuu huyo wa mabaraza la sheria nchini yameibua mjadala mpana na mzito miongoni mwa wananchi na wadau wa sheria kuhusu nafasi ya serikali katika kusimamia kesi zinazowakabili viongozi wa kisiasa na namna hatua hizo zinavyoweza kuathiri au kujenga taswira ya haki na usawa nchini Tanzania. Uchambuzi wa kina wa kauli hii ya rais wa TLS Boniface Mwabukusi unaonyesha msingi na sababu kuu ya uamuzi wake wa kuvunja ukimya na kuzungumza hadharani. Kwanza kabisa, chanzo cha kauli hii ni uelewa wa kisheria kwamba mashtaka ya jinai na uhaini yanayofunguliwa na mahakama huendeshwa na kusimamiwa na mamlaka ya kisheria na serikali. Kwa mantiki hiyo, hatua ya serikali kuwa ndiye mlalamikiaji na mwendeshaji mkuu wa masuala ya mashtaka inaipa uwezo wa kisheria na kijamii wa kufanya maamuzi kuhusu mwelekeo wa kesi hiyo. Kiongozi huyo wa wanasheria alilenga kuweka wazi mfumo huo wa kisheria ili kuondoa dhana kwamba mahakama ndiyo yenye umiliki wa kesi hiyo, akifafanua kuwa mahakama ni chombo tu cha kutoa haki na kuamua mashauri yaliyotolewa mbele yake na pande husika. Athari za kauli hii iliyotolewa jijini Dodoma ni kubwa na za kipekee katika uwanja wa sheria na siasa za Tanzania. Kwa upande mmoja, kauli hii inaiweka serikali katika nafasi ya kuangaziwa zaidi na umma kuhusu nia na dhamira yake katika kuimarisha utawala wa sheria na ulinzi wa haki za binadamu. Msisitizo wa kiongozi huyo wa TLS kwamba kumaliza kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kutadhihirisha uwajibikaji unaleta msukumo mpya kwa viongozi na mamlaka za nchi kutathmini upya athari za kesi hiyo katika jamii na taswira ya taifa kwa ujumla. Kauli hii inatoa mwangaza mpya na wanachama na wadau kwa demokrasia kuhusu namna
taratibu za serikali na kisheria zinavyoweza kutumika kuleta maridhiano na utulivu wa kisiasa endapo mamlaka zitachukua hatua stahiki. Umuhimu wa tukio hili pia unajitokeza katika muktadha wa uhusiano kati ya matukio mbalimbali ya kisiasa nchini. Maadhimisho ya siku ya vijana duniani yaliyoandaliwa na Bavicha yaliweka jukwaa muafaka kwa viongozi wa sheria na kisiasa kukutana na kufanya tathmini ya hali ya demokrasia na haki nchini. Uwepo wa vijana wengi katika maadhimisho hayo jijini Dodoma ulitoa fursa kwa kiongozi wa wanasheria nchini kutoa ujumbe wa kimkakati kuhusu umuhimu wa kuwa na mfumo imara wa kisiasa na kisheria. Hali hii inaonyesha uhusiano wa moja kwa moja kati ya utawala wa sheria, ushiriki wa vijana katika masuala ya kitaifa na mustakabali wa demokrasia wa vyama vingi nchini Tanzania. Nafasi ya taasisi zinazohusika katika sakata hili inabainika wazi kupitia maelezo ya pande zote zilizotajwa. Chama cha Wanasheria Tanganyika kikiwa chombo kinachotetea usimamizi wa sheria na haki, kinachukua nafasi ya kutoa miongozo na uchambuzi wa kisheria ili kuelimisha umma na kuibua na kuikumbusha serikali wajibu wake. Kwa upande mwingine, baraza la vijana wa Chadema limeonekana kuwa jukwaa muhimu la kukusanya nguvu za vijana na kutoa sauti ya kudai mabadiliko ya mfumo wa kisheria na kisiasa. Serikali nayo inasalia kuwa mhusika mkuu mwenye maamuzi na mamlaka ya kisheria kuamua hatua za kuchukua kuhusu mashtaka yanayowakabili viongozi wa upinzani nchini. Historia ya kisheria na kisiasa ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu inahusiana moja kwa moja na habari hii. Akiwa kiongozi mkuu wa chama kikuu cha upinzani na mwanasheria, amekuwa akikabiliwa na changamoto mbalimbali za kisheria na mashitaka ya kisiasa kwa muda mrefu sasa. Kwa upande wake, katika maadhimisho hayo, kiongozi huyo mkuu wa Chadema aliendelea kupokea uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa vijana na wanachama wa chama chake waliokusanyika jijini Dodoma. Katika maelezo yake mbele ya wanachama hao, kiongozi huyo wa upinzani alisisitiza kwa dhati kuwa mapambano ya kudai haki na demokrasia halisi nchini hayataweza kuzimwa au kurudishwa nyuma kwa kutumia kesi za kisiasa. Kauli hiyo ya mwenyekiti wa Chadema pamoja na tathmini ya rais wa chama cha Wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi imeweka wazi changamoto kubwa zinazokabili mfumo wa haki nchini na kuibua mjadala mpana kuhusu mustakabali wa demokrasia ya Tanzania.